mali ambazo thamani yake haijajulikana pamoja na mabweni mawili ya wavulana zimeteketea kwa moto katika shule ya sekondari ya Aristoto iliyoko katika kata ya Kayanga wilayani Karagwe mkoani Kagera, huku chanzo kikitajwa kuwa ni hitilafu ya umeme. Akizungumza katika eneo la tukio ambalo limetokea Septemba 30 mwaka huu 2025, mkuu wa shule ya sekondari ya Aristoto Mwalimu Erasmus Chrysostom amesema kuwa tukio hilo limetokea majira ya saa 1 asubuhi wakati wanafunzi wakiwa darasani, na baada ya kupata taarifa hizo aliwasiliana na jeshi la zimamoto na uokoaji wilayani Karagwe, na walipofika katika eneo la tukio wakiambatana na jeshi la polisi wamesaidiana kuzima moto kwa kushirikiana na wananchi na kufanikiwa kunusuru baadhi ya mali za wanafunzi licha ya nyingine kuteketea kwa moto. Yaliyoungua ni mabweni mawili. Bweni la kwanza lilikuwa linabeba watoto 71 na lingine 71, ambao bweni hilo ni la wavulana. Kwa jumla yake ni wanafunzi 142. Ikiwa mmoja tulikuwa tumempatia ruhusa ya kurudi nyumbani, naye amefika leo. Lakini pia hakuna madhara ya kibinadamu yaliyojitokeza kwa kuungua kwa bweni hili. Madhara mengine ni vifaa vya wanafunzi, miundombinu ya mabweni hayo mawili, pamoja vitanda, magodoro, yote vimeweza kuteketea kwa moto. Kwa sababu moto ulikuwa ni wa ghafla ambao unasadikika kwamba ni hitilafu ya umeme. Kwa hiyo mimi nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tumeweza kuokoa watoto. Kwanza watoto wenyewe hawakuwa mabwenini bali walikuwa madarasani. Kwa hiyo sote tulienda kuokoa vifaa ambavyo vilikuwa mabwenini. Kwa hivyo tulifanya hivyo na kuokoa mali zile ambazo zilikuwa zinaweza kuokolewa. Na makadirio labda ni kama thamani kiasi gani ambacho mnakadiria kwamba mali zilizokuwemo pamoja na bweni vimeteketea kwa moto? Thamani tunaendelea kuzifanyia kazi za vifaa, lakini jengo lenyewe limeteketea moja kwa moja, na yenyewe tutaendelea kulifanyia kazi kujua thamani ya jengo hilo, lakini na vifaa vilivyoteketea kwa moto. Na hapa ni baadhi ya mashuhuda wa tukio hilo. Kwa majina naitwa Lameck Ndabwine, ni mwenyeji wa mtaa wa shule ya sekondari ya Aristoto. Kuna janga limetokea la moto, ilikuwa saa 1 asubuhi. Ndio nikasikia mayowe ya watu, lakini pamoja na hayo walikuwepo jirani, ndio amekuja kutuita sisi kama majirani zake, watoto walikuwa wameshaenda shule. Baada ya hapo ndio tukaja tukafanya shughuli ya uokoaji. Kuna vingine vimeungua, kuna vingine tumeviokoa. Baada ya hapo ndio vikaja vyombo kama zimamoto na baadhi ya watu wa uokoaji ndio wakaokoa. Kwa majina yangu naitwa Alicia Benjamin, ni mwenyeji wa hapa Aristoto, ni jirani wa hapa Aristoto. Nilikuwa hapo nje nimesimama, nikaona moshi kwenye nyumba. Nikaanza kujiuliza, nikasema hawa wanachoma takataka. Baadaye nikaona moto unatokezea kwenye nyumba. Basi hapo nikapiga kelele ili majirani waniweze kunisaidia. Nikaona majirani hawajakimbia kunisaidia, bado walikuwa wamelala kama muda wa saa 1:30. Nilipokimbia nikakutana na wanafunzi na wenyewe wanataka kuingia kwenye bweni tafuta vitu. Nikawakataza wenyewe, watoto msiingie, mtaungua. Mwache vitu viingie, mtapata vingine. Basi hapo na walimu wakatokezea, tukaanza kubeba mahindi na kunyanyua vitu tunaviokoa ili visiungue. Project Kajuna ni mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Kayanga. Kwa taarifa za awali ni kwamba hakuna mtoto yeyote aliyedhurika, ila mali zao na mali za shule nyingi zimeteketea kwenye chumba kimoja cha bweni. Na taarifa hizi tumezipata kutoka kwa wananchi majirani, ndio wamenijulisha na mimi nikafika mara moja, na labda ninachoweza kusema kwamba tunawashukuru sana majirani, maana walipofika wametoa msaada mkubwa. Kwa sababu haya mabweni yameungana na store ya chakula, kwa hiyo moto ulivyokuwa unaendelea wameweza kupambana na kuokoa bweni la pili au hiyo store ya chakula, moto usipande kule. Na nimefika sambamba na
Jeshi la zimamoto wamefika nao wamehangaika kwa jinsi yao walivyoweza ili kuweza kuokoa jengo jingine, maana moto kwa jengo la kwanza ulikuwa umeshakuwa mkali na vitu vingi vilishateketea. Hata hivyo, kwa upande wake kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Kagera, mrakibu mwandamizi Joseph Ngonyani, amesema kuwa chanzo cha moto huo kinasadikika kuwa ni hitilafu ya umeme, ingawa uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na kuwa hadi sasa hakuna taarifa za mwanafunzi yeyote aliyepoteza maisha katika tukio hilo. Tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2025, jeshi la zimamoto na uokoaji kituo cha zimamoto Karagwe kilipokea taarifa ya tukio la moto wa shule ya sekondari ambayo inatambulika kwa jina la Aristotle, ambayo ni kidato cha kwanza mpaka kidato cha 4. Hilo tukio lilitokea majira ya saa 1:47 asubuhi, lakini kikosi au timu ya jeshi la zimamoto na uokoaji kituo cha zimamoto Karagwe kilifika eneo la tukio majira ya saa 1:57 na kukuta eneo la tukio moto ukiwa bado unaendelea, na ndipo walipochukua jitihada za kuweza kushirikiana na jamii ambayo ilikuwa eneo la tukio pamoja na uongozi wa shule husika ili kuweza kupunguza madhara ambayo yangeweza kutokea. Lakini jeshi la zimamoto na uokoaji katika uchunguzi wa awali ilichobaini ni kwamba moto huo ulitokana na hitilafu za umeme, lakini hiyo hatuwezi tukasema kwamba ni hitimisho letu la chanzo, ingawa bado uchunguzi bado unaendelea, lakini hicho ni chanzo cha awali. Kwa hiyo inawezekana pia chanzo kikabadilika kutokana na uchunguzi ambao tunaendelea kufanya. Lakini pia sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji tunatoa wito au rai kwa jamii. Rai ya kwanza ni kwamba kuhakikisha kwamba wanafanya service ya umeme katika majengo yao mara kwa mara ili kuweza kujiridhisha na usalama wa umeme katika maeneo hayo au katika majengo hayo. Lakini pia wahakikishe kwamba wanatumia wakandarasi ambao wamethibitishwa na mamlaka husika ili kuweza kupata zile huduma bora ambazo zinastahili katika hilo jengo, na sio kuwatumia wakandarasi ambao hawajathibitishwa na mamlaka husika. Hii itasababisha kwamba huduma ambayo itakuwa imetolewa kutiliwa mashaka au isiyokuwa na vigezo vinavyostahili. Nikiripoti kutoka wilayani Karagwe mkoani Kagera, mimi ni Jovinus Ezekiel wa Karagwe Media.